Taarifa ya bodi ya ligi, Diarra amefungiwa. Nimesoma ametenda haki na wengi tulitarajia hivyo. Mpaka leo asubuhi kabla ile taarifa mimi nilisema kabisa kama kweli TFF kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi haikutoa adhabu kwa Diarra, basi mpira wetu tunauweka mahala pabaya, kutokana jana kafu wametoa sawa viwango sawa vya ubora wa ligi yetu imepanda thamani, yuko nafasi ya 5 sawa, ikiwa juu ya South Africa namba 4, chini yake kuna nani? Kuna Tunisia. Sumeneo Tunisia inashika namba 6. Sisi nafasi ya 5, tuna pointi 83. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha ligi yetu ina ubora wa kiasi gani. Sasa vitu kama hivi vidogo vidogo, umeelewa bwana, tukivifumbia macho vinapoteza thamani ya nini? Ya ligi yetu. Ina maana ule ubora tunaoambiwa inawezekana wakautilia mashaka hata watu wakafu wenyewe au nchi zinazotufanya nini tunazoshindana nazo, kwa sababu vitendo ni vya aibu. Sawa, ndio maana tukawa tunapigia kelele ili swala bodi ya ligi ili waweze kufanya nini, kukaa chini kamati ya masaa 72 iweze kutoa nini, maamuzi yaliyokuwa sahihi, kwa sababu Diarra amefanya makosa mengi. Watu wakawa wanatetea kosa la kumzonga muamuzi kwa kosa ambalo muamuzi yuko sahihi. Sawa, kona imepigwa direct, lakini Diarra mechi ilivyokwisha alimfuata muamuzi akaanza kumfanyia vurugu, anamfanyia fujo, umeelewa bwana. Baadaye anatoka viongozi wake wakamzuia, mwisho wa siku akawa bado mbishi, anatoka akawaonyesha kidole cha kati baadhi ya nini ya mashabiki pamoja na nini na waandishi wa habari. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha kabisa ni utovu wa nidhamu, na hata nchi yake hawakumuita timu ya taifa, lakini sababu ni utovu wa nidhamu alioonyesha katika nini, katika klabu yake. Kutokuitwa kwenye timu ya taifa, hii ndio sababu. Unajua hizi nchi za wenzetu ni nchi ambazo zinakaa kwenye mstari sana, wale wanamwangalia Diarra kila mechi anaocheza. Kwa hiyo kwa kitu alichokifanya wakaona kabisa kisaikolojia huyu bwana hayuko vizuri, ndio maana wakaamua afanye nini, wamwache. Kwa hiyo faini aliyopigwa ya milioni 2, umeelewa bwana, pamoja na nini na mechi 3 ilikuwa iko sahihi kwa lile kosa alilolifanya, kwa sababu ile ni ibara ya 41, ndio kipengele ibara ya 41 ndio inayofanya nini, inayohusisha nini kosa la nini la Diarra katika kufanya nini, kupewa adhabu, kumzonga refari na kumpa maneno ya kashfa nini refari. Kwa hiyo amemvunjia nini nidhamu sawa refari. Kwa hiyo ana haki ya kusimamishwa mechi 3 na vile kutozwa faini ya milioni 2. Vile ametozwa faini ya milioni 2 kwa kuonyesha dola kati, na maana ile inaashiria nini, ni matusi, kwa sababu kama angeonyesha kidole cha shahada au nini sawa, lakini ukionyesha kidole cha kati tafsiri yake ni makosa moja kwa moja, kwamba wewe unaashiria ni matusi, amewatukana nini mashabiki sawa, pamoja na nini na waandishi wa habari, kwa faini ya milioni 2. Kwa jumla milioni 4 na kukosa mechi 3 za nini za ligi. Hii adhabu ambayo Diarra amekumbana nayo, nimeona wakati Selemani Mwalimu akifungiwa wana Young Africans walilalamika kweli mechi chache. Kwa upande wenu nyinyi mashabiki wa mnyama Simba, kitendo ambacho amekifanya Diarra na mechi 3 pamoja na faini ya milioni 2 ni sawa? Sasa mimi au ni ndogo? Mimi naona sisi tunaheshimu bodi ya ligi. Simba sio watu wa kulalamika, tunaheshimu maamuzi ya bodi ya ligi, lakini kilichofanyika hapa ni compensation, kwamba Mwalimu alifungua mechi 3 na Diarra akafungua mechi 3 kwa sababu alipiga kelele. Sasa mimi nilitaka Alikamwe na jopo lake waandike tena barua waipeleke bodi ya ligi ili kuhoji kwa nini Diarra kafungua mechi chache. Kwa nini waandike hivi? Swali lalamika kwa Mwalimu. Mwalimu si alifungua mechi 3 kwa lile kosa, na Diarra sasa kafanya kosa zaidi ya hilo, tena makosa mawili, lakini amefungua mechi 3. Sasa kwa sababu wao wanataka kutengeneza mpira wa nchi yetu, waandike barua na ili wakahoji. Swali andika barua Mwalimu mechi 3, Diarra naye mechi 3, waandike barua kwa nini Diarra amefungua mechi 3, kwa nini zisiwe 5. Kwa hii adhabu wewe umepokea kwa mikono miwili na una sisi tunaiheshimu bodi ya ligi, kwa sababu wao wamekaa, wao ndio wenye nini, wenye mandate na authority ya kufanya nini, ya kuiendesha hii ligi. Kwa hiyo ile kamati ndio ina mandate yote. Kwa hiyo sisi tumeiridhia, umeelewa bwana, tumeiridhia, umeelewa, kwa sababu hizo sare 5 walizozitoa Diarra yupo golini, si umeelewa? Sasa hata kama akiwa hayupo bado mambo ni yale. Sasa wanaendelea kupigwa, umeelewa? Kwa hiyo sisi tuko razi, hizo mechi 3 tumeelizia, tumeheshimu bodi ya ligi. Sisi hatuandiki barua wala hatupo katika nini, katika jambo la kuipinga bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi ndio wenye mamlaka na kuendeshaji wa ligi. Basi sisi tumelizia. Sisi nani sasa? Kama bodi ya ligi imeamua, sisi watu wa Simba ni nani? Kwa sisi watu wa Simba ni watu wa mpira.
Faini inamtosha hiyo ya milioni 4 na vile vile hizo mechi 3 zinamtosha. Hivi ukiangalia sasa, wewe ni mtu wa football, Young Africans bila Diarra kwa mechi hizi 3 inakwenda kuwa Young Africans ya namna gani? Yanga bila Job, bila ya nani Dickson Job pamoja na nini na Baka, umeelewa eh? Yanga imeyumba sasa. Yanga bila Diarra, Dickson Job pamoja na nini, wewe unafikiria itakuwaje? Hizi mechi 5 hizi mechi 5 alizocheza Yanga kapoteza suluhizi. Man of the match ni Diarra. Sasa Diarra hayupo, unafikiria kitatokea nini? Hivi save alizozifanya Diarra siku ile na Simba, save alizozifanya juzi hapo mechi ya mwisho na wale nani na Mtibwa. Sasa imetokea Diarra hayupo, afu zipatikane mipira kama ile na Baka hayupo, Jobu hayupo, Yanga anaenda kupotea katika hizi mechi 3. Yanga inawezekana akapotea mechi zote 3. Kwamba huoni Yanga ikipata matokeo katika mechi hizi. Nakwambiaje, Diarra ndo elizi ya Yanga. Elizi haipo, kazi itakuwepo. Hebu ajaribu siku moja Diarra siwepo, hapo acheze na Simba. Wanafungwa goli 8. Yule jamani mchawi, sio masiala. Diarra Fuadi mipira wanampelekea wenyewe. Sio, umeelewa? Alafu licha ya uchawi ni golikipa. Yaani sio nasema mchawi ni mchawi, yaani mchawi katika kufanya save. Diarra ni golikipa bora sana. Sio uchawi, nasema mchawi kutokana na yale mambo anayoyafanya. Kwa hiyo mimi ninachokiona, Yanga hizo mechi 3 watakazomkosa Diarra zitakuwa nani? Za jasho na damu. Kuna mechi ya kwanza hapa Aprili 4, Young Africans na Prison. Ya pili Young Africans na Mbeya. Zote Young Africans anakuwa nyumbani. Lakini ya 3 ni Young Africans na KMC Aprili 19. Zote Young Africans anakuwa nyumbani. Kuna mechi yote hapa ambao unaona Young Africans inaweza ikawa mechi na Prison. Mechi na Prison, mechi itakuwa ngumu. Sababu Prison wanafika golini. Mechi na Mbeya City, mechi itakuwa ngumu, Mbeya wanafika. Lakini mechi ya KMC sioni kama kutakuwa na upinzani wa aina yoyote. Alafu nafuata nyingine ni ya Pamba Jiji. Ya Pamba Jiji na Diarra atakuwa yupo. Sasa hivi ni 3. Na Pamba Jiji hatakuwepo. Basi inawezekana ikawa ni maafa. Inawezekana ikawa ni maafa kwa sababu Pamba wanafika. Umeelewa? Pamba wanafanya nini? Wanafika. Unajua Diarra kwanza anaisababisha Yanga icheze kama na mabeki 3 nyuma. Yanga akicheza na mabeki 3, maana yake ukiongeza na Diarra wanacheza na mabeki 4. Yanga akicheza na mabeki 2, tafsiri yake Yanga wanacheza na mabeki wangapi? 3. Kwa sababu Diarra anaakti kama sweeper. Anaongeza idadi ya nini? Idadi ya mabeki. Alafu ni mjanja, anapokuwa golini anaenda na movement za nini? Za mpira. Kwa counter attack zote zinazopigwa Diarra huwa yeye wa kwanza kufika. Sasa akiwa hayupo na Pamba kinaweza kikatokea kitu. Hii ya Pamba bwana ni tarehe 8 Aprili. Ya Pamba dhidi ya Young Africans na Young Africans anakuwa ugenini. Na inacheza ugenini. Yanga anapotea hiyo mechi. Young Africans bila Diarra kwa Pamba, Yanga anapotea hiyo mechi. Labda Pamba wasicheze uhalisia wa mpira. Wakae kwenye uhalisia wa urafiki wao. Kwa sababu wao na urafiki. Pamba alishawahi kuja hapa kutaka mifumo sio ya uendeshaji sio nini. Akaingia mpaka udhamini na nini na GSM. Lakini kama atakaa kwenye uhalisia wa mpira, yaani acheze kama alivyocheza na Simba, Yanga anakufa chini ya goli 2 hiyo mechi. Ile Pamba amekutana na Simba, akutana na Young Africans. Nakwambiaje, Yanga anakufa zaidi ya goli 2. Yanga anakufa zaidi ya goli 2. Na watu watakuwa mheshimu JB 64. Mimi nilishaongea Diarra lazima afungiwe kutokana na makosa aliyoyafanya. Na ibara ya 41 inasemaje? Yanga lazima Diarra afungiwe. Na kweli Diarra amefanya nini? Amefungiwa. Pengine inaweza kawa ni huzuni kwa Yanga Africans, kwa mashabiki wa Yanga. Yanga ni huzuni, tena ni huzuni kulikweli, sio masiala. Umeelewa? Yanga ni huzuni, tena ni huzuni kulikweli. Yaani kumkosa Diarra, kumkosa Jobu, kumkosa Baka. Beki ya Sinki na Mwamnyeto. Yanga ni huzuni. Twende kwa upande wa mwamuzi JB 64. Mwamuzi naye ameshushwa daraja kwa tukio ambalo ameshindwa kuchukua maamuzi kile kitendo ambacho amefanywa na Diarra. Kwa upande wako umepokeaje hii? Yule refari ilikuwa ni sahihi. Refari alitakiwa atoe kadi. Lakini aliyemzuia pale mwingine alitakiwa apewe adhabu ni Mwamnyeto. Sababu Mwamnyeto alimzuia yule refari asitoe kadi. Ile kadi ilikuwa ishatoka kidogo. Mwamnyeto ndo akaja akaizuia ile nini? Ile kadi. Lakini ni uzembe mwamuzi, alitakiwa atoe, ampe Diarra na atoe kadi tena ampe nani? Ampe Mwamnyeto. Kwa sababu kamzuia, sawa mwamuzi asitoe nini? Asitoe kadi. Kwa hiyo kushushwa daraja yule ana haki. Si umeelewa? Ana haki kwa sababu kadi zilikuwa zinatoka za upande mmoja tu.
si umeelewa? Kwa hiyo ana haki, yani ni haki yake kabisa, kwa sababu ameshindwa kuchukua maamuzi yaliokuwa sahihi. Haiwezekani mchezaji akuzonge namna ile, akufanyie vurugu, akutukane, alafu anakuonyesha vidole, anakutia mpaka vidole vya macho, hapo unashindwa kutoa kadi. Kwa hiyo refa alikuwa na mapenzi na Yanga Afrika. Tukija kwa upande wa mnyama Simba, naye faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki kurusha chupa uwanjani. Hii kila siku tunapiga kelele na mashabiki wa Simba. Umeelewa? Kimataifa ndo kama vile zilianza hivi kwenye ligi. Unajua mazoea hujenga nini? Hujenga tabia. Sasa watu wakawa sisi kama tunapiga kelele. Kila siku tunapiga kelele. Hao masuala kurusha machupa yana nini? Angalia tunaitia gharama timu milioni 10. Na juzi tu hapa tumetoka kutozwa tena faini, lakini bado watu hawajifunzi. Sasa hii inatakiwa hii. Sawa, mashabiki ndio tuichange hii pesa. Kwa sababu ni adhabu sisi ndio tuliosababisha. Naongea kutoka moyoni kabisa kama mashabiki. Yaani kutoka moyoni mashabiki itabidi tuchange milioni 10. Ahmed Ally anataka wafanye kama tulivyofanya ile na SS Faction tukachanga milioni 100. Kwa hiyo na hii Ahmed Ally anatakiwa haraka hii aitie place, aitangaze mashabiki tuchange milioni 10 ni hela ndogo sana. Tusihusishe klabu kwa sababu sisi ndio wenye makosa. Umeelewa? Lakini haileti taswira kwa sababu hii mazoea haya ndio anajenga tabia, matokeo yake tunaenda kimataifa tunakosa kwenda kuangalia nini? Kuangalia mechi zetu. Tunatakiwa tuwe na tolerance. Mwamuzi anapotukosea basi inatakiwa tufanye nini? Tuwe fair. Tuwaachie wachezaji na benchi la ufundi. Pamoja na nini na viongozi ndio watakaodili na hivi vitu. Sio sisi kutake reaction na kuanza kuchukua machupa kuwarushia waamuzi. Hii inakuwa inaleta shida sana. Wito wako sasa kwa mashabiki wa mnyama Simba, hili tukio ni kama muendelezo, ulianza ligi ya mabingwa imekuja hivi. Wito wako kwa mashabiki, tuache mara moja, wakumbuke kwa mpira wetu uko kwenye uadui. Umeelewa? Faini kama hizi tayari hasileti picha nzuri. Kwa sababu hata wale kafu mnapofanya kosa kule, wanaangalia na huko kwenu mnafanyaje. Umeelewa? Kwa hiyo sisi tuache hivi vitu. Sisi ni timu na ipo ndani ya nini ya 10 bora nini ya kafu. Kwa hiyo inapotokea vitendo kama hivi vinakuwa vilete taswira nzuri. Kwa hiyo tuache, tunainyongosha timu, tunairudisha nyuma timu yetu. Kwa sababu milioni 10 si bora angepoa wachezaji sasa kama bonus ili waweze kuipambania timu kuliko kwenda kufanya nini? Kwenda kutoa kuipa bodi ya ligi. Kwa hiyo natakuwa tuache mara moja hivi vitendo. Sawa, kumekuwa na maneno mengi sana kuhusiana na sakata la Mpanzu JB 64. Wanasema bilioni 1 kakabidhiwa Mwamba kama signing fee pale kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wengine wanasema hapana, ukizungumza na mashabiki wa Young Africans hawezi kupewa bilioni 1. Thamani ya Elie Mpanzu vipi JB 64? Unajua Yanga wanajisahau, Yanga ndivyo walivyo. Yanga thamani ya Mpanzu wameikuza wao. Si umeelewa? Wao ndio walosababisha mpaka Simba atoe bilioni 1. Kutokana na maneno yao ya kutaka kufanya nini? Kutaka kumrubuni nani? Mpanzu. Kwa Yanga ndio wanafanya nini waliosababisha. Kwa hiyo kupewa bilioni 1 ni sahihi. Mwenyewe ni haki yake. Kutokana na uwezo. Kwanza mimi naona kama tumempa kama zawadi kutokana na kile alichotufanyia msimu wa mwaka jana. Si umeelewa? Mwaka jana amefikisha timu finali, unaachaje sasa kumsajili kwa bilioni 1 huyo mtu? Tena Simba imechelewa. Ilitakiwa pale pale alivyomaliza tu ile finali, alitakuwa Mpanzu ongezwe mkataba tena kwa thamani kubwa. Si umeelewa? Hii kupotea kwake ni maneno ya watu. Na kutokana na nini? Madhira aliyomkuta, kufiwa na mtoto sio kitu kidogo. Lakini Simba wanajua thamani ya Mpanzu. Na ndio maana wamempa bilioni 1, na hii bilioni 1 ndio inaokuza thamani yake. Na hata kiwango chake kitaongezeka maradufu katika kuipambania nini? Kuipambania klabu ya Simba. Bilioni 1 ni hela kawaida sana kwa kumsajili mchezaji kama Elie Mpanzu. Si umeelewa? Yaani ni vitu vya kawaida. Kwa sababu kwanza ndio anayeongoza kwa assist nyingi mpaka sasa hivi. Na kahusika katika magoli 6 mpaka sasa hivi. Sasa unaachaje kumpa bilioni 1? Faisali kanani ana assist 5, ana assist 6, Mpanzu ana assist, wote wana assist 5. Faisali sema kaongezeka, ana magoli 6. Lakini Mpanzu ana goli 1, ana assist 5. Kwa hiyo wote wana assist 5. Kwa hiyo ni haki yake. Ameipambania Simba mwaka jana na mwaka huu anaendelea kuipambania. Kwa hiyo kupewa bilioni 1 ni hela ya kawaida sana kwa miaka miwili. Sawa, tumaliza na hili JB 64. Mna baada ya international break kuna michezo hapa inafaa. Nataka tuzungumzie mchezo wa tarehe 5 Aprili 5 dhidi ya Azam Football Club, Mzizima Derby, Dar es Salaam Derby. Mmejiandaje wana Simba? Ni kama Azam sasa anawaweza ya wekundu wa Msimbazi Simba. Azam hatuwezi kwa kikosi hichi. Hichi hajakutana nacho. Sasa kama Yanga ameshindwa, kwani Yanga ilikuwaje? Sikatufunga kwenye nani? Kwenye ngao ya Hisani na kikosi kile. Simba wamefanya maboresho. Yaani hii timu tangu ifanye maboresho, hii timu haiwezekani. Alafu kila muda unavyozidi kwenda, wachezaji wanazidi kufanya nini? Kuzoeana. Kwa hiyo muunganiko unafanya nini? Unakuwepo.
na aina ya mwalimu. Azam hajakutana na huyu mwalimu. Mecha kweli alikutana lakini na kikosi kile. Sasa hichi kikosi na huyu mwalimu Azam hajakutana nacho bado. Yaani Simba pale mbele kuna Aura, kuna Libe Segwe, kuna Loemba hapa katikati, Chama, juu kuna Suleiman Mwalimu, Kibabage kushoto. Utakuja kuniambia nini kitakachoenda kutokea? Na hii ndio mechi ya ubingwa. Tunakwenda kujitutumua. Yaani macho ya Simba yote tunakwenda kujitutumua, hii mechi lazima tushinde. Na hii mechi ndio itatoa taswira nini? Ya ubingwa. Umeelewa? Sababu na uhakika Yanga na kikosi chake hichi cha majeruhi akija kukutana na Azam, Yanga anachezea. Kwamba imeweka sawa hapo kwamba mnyama Yanga na kikosi chake hichi majeruhi aliyokuwa nayo tayari Jobu arudi msimu mzima. Baka naye inawezekana akaikuta mechi ya Azam, asiikute mechi ya Azam. No Dube, no what? No Dep. Yanga anaenda kuchezea chupa nyingi na Azam. Kwa hiyo sisi advantage yetu tukimfunga Azam tutakuwa na advantage kubwa sana, kwa sababu na uhakika Azam anamsimamisha tena nini? Yanga. Sawa sawa. Umemsikia Ally Kamwe anazungumzia kuhusu usajili ambao umefanyika msimu huu. Kamuomba Engineer Hersi Said arudi ili kuweza kusimamia usajili. Kwani alikuwa wapi? Alikabidhi kwenye hizi ni janja method zinazotumika. Kwani Okelo wewe ukumuona engineer? Wewe ukumuona? Si nimempost kwenye status. Si ameenda kule? Yule Barakonte si alienda yeye mwenyewe Tunisia na tukapostiwa anashuka Tunisia, anaenda kufanya nini? Kandarasi na nani? Anaenda kuvunja kandarasi kule. Na akaja akacheza naye mpaka Chelsea hapa. Wewe ulimuona nani? Ulimuona Papa Ndama pale? Yaani kwa sababu hii ndio inaitwa ile sisi kijijini kwetu sisi Wandengereko. Ndio kinachofanyika kwa Yanga. Umeelewa? Makosa yamefanyika na engineer. Ila sasa kuziba inasingiziwa kamati. Kuna kamati. Mimi hiyo kamati sijui ya usajili. Kwanza engineer tangu aingie pale awe rais hajawahi kutengeneza kamati ya usajili. Sema alikabidhi makocha alikuwa analeta kwa mfano Depu. Kocha nani bwana? Depu kaletwa na kocha. Kaletwa na nani? Buba. Buba kaletwa na kocha. Basi kocha chizi. Walitakuwa mfukuze. Naamini Buba kaletwa na nani? Buba ameletwa na engineer. Serious. And Boyle. Buba wote wale wachezaji wote. Sajili zile za tano kwanza, ukija Celestine kuwa mpaka engineer anatamba. Kouma, Rafaeli Shahidi ndio alikuwa anasema engineer sio mchezo. Wala wachezaji wangefanya vizuri wale. Yaani Kouma, Dombia, Endo Boeli. Ukija Celestine kuwa, ukija na Barakonte. Kama ungefanya vizuri ungesikia sifa nyingi anamwagiwa engineer. Lakini mwisho wa siku amefanya vibaya, ndio ile nilikwambia sisi sajili zote tumeshuhudia, posti zote anaposti engineer yuko kwenye ndege anakwenda Kongo, anakwenda wapi. Yule Buba amemfuata yeye. Anasema anakimbia kweli. Anakimbia ni SGR ikasome mara mbili yake. Sasa leo kafeli unaenda kumsingizia nani? Papa Ndama. Watu wekea hadharani kamati ya usajili ni hii. Lakini kikubwa hapa wanamlinda nini rais wao. Mimi nadhani sio suluhisho. Suluhisho litakuwa engineer aje front aseme ukweli kwamba jamani, msimu huu usajili tumefanya nini, tumechemka na haya majolo yalotukuta, basi tupambane, itakavyokuwa ndio hivyo. Mashabiki wa Yanga wangetulia kuliko hivi kuwasingizia watu. Anasingiziwa mwalimu. Huyu mwalimu kasajili wachezaji wangapi? Huyu Alan Okelo mpaka sasa hivi kafunga goli la penalti. Huyu ameletwa na nani? Afadhali ya Depo. Sasa ukiniambia yule Depo ameletwa na mwalimu, sawa. Kwani Depo kafeli? Depo ana goli ngapi mpaka sasa hivi? Ana goli 6. Kwa hiyo kweli huyu Depo atakuwa ameletwa na mwalimu. Waliobakia wote wameletwa na engineer. Kwa Depo unakubali? Sikafanya vizuri, kaletwa na mwalimu kweli. Alan Okelo sio mwalimu. Ni engineer. Tumemwona kule yeye ndo kaenda kwa Chitende, ndo kaingia mkataba mpaka jezi sikamkabidhi yeye. Mpaka Chitende jezi anamkabidhi, clip zipo humu. Ana goli moja mpaka sasa hivi, assist 2, goli moja. Mchezaji ambaye aloletwa kwa kelele nyingi kwamba ndo anakuja ya ndo X Factor. Walimuita X Factor. X Factor, matokeo yake sasa hivi hamna kitu. Shukrani sana. Asante sana.